بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Safar mwaka 1442, katika darsa ya risala min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، tulifikia al-aslu al-khamis, msingi wa tano miongoni mwa misingi ya itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. قال حفظه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر. katika misingi ya itikadi ya ahli sunna, uharamu wa kutoka nje ya taa ya kiongozi wa Kiislamu ikiwa atafanya mukhalafa, jambo linalokhalifu sheria, mukhalafa ambao haujafikia katika ukafiri. maadamu hajafika katika kufuru, basi haifai kutoka nje ya taa ya kiongozi. لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح. na hili walitakidi kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotuamrisha kuwatii viongozi katika kile ambacho ndani yake hamuna kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu hakujapatikana kufuru ya wazi kwa kiongozi kama huyo. بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا. kinyume na Mu'tazila wao waona kuwa ni wajibu kutoka dhidi ya kiongozi anapofanya chochote kile katika madhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Wao katika itikadi yao, hata kama ile maasi hayajafika katika ukafiri, lakini ni dhambi katika madhambi makubwa, basi huyu ni wajibu kumngoa katika uongozi. Sheikh al-Fawzan asema: wayatabiruna hadha min al-amri bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. na wao huzingatia kitendo chao hiki cha kutoka nje ya taa ya kiongozi na kumuasi kiongozi kuwa ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر. na ukweli wa mambo ni kwa hiki kitendo wanachokifanya Mu'tazila ni munkar mkubwa. katika jina la kuondoa munkar wakafanya munkar mkubwa, lima yatarattabu alayhi min makhatir adhima. sababu natija ya watu kuasi viongozi ni hatari kubwa sana. min alfawdha wa fasad al-amri wa ikhtilaf al-kalima وتسلط الأعداء. ndani yake muna fawdha,
kwa sababu watu hawawezi kukaa bila yule anayewaongoza akamshika mkono dhalim kuregesha kile kilichodhulumu kwa dhaifu, na watu kukaa na amani. Hasa anapokosekana yule kiongozi, kuna hatari ya kuwa na faudha katika mujtamaa na ufisadi na uharibifu, na watu kukhtalifiana ikawa neno lao sio moja, na kusaditiwa na maadui juu yao. Na huu ndio uhalisia wa nchi nyingi ambazo zimejaribu kulifanya hili jambo, na nyote mwaona hampo mbali na yale yanayojiri katika nchi ya Libya kwa mfano. Hampo mbali na yale yanayojiri katika nchi ya Suria. Pengine mtu aweza kusema lakini si viongozi wao wale si Waislamu, walikufuru lakini walikuwa hawana uwezo wa kuondoa wale viongozi, sababu mafsada yaliyopatikana ni makubwa kuliko kile tulichokitarajia katika maslaha. Mpaka leo nchi hizi hazijakaa sawa sawa. Tizama namna gani maadui walivyoingia katika nchi zao na kunyonya zile khairat ambazo Allah amewajalia katika nchi kama hizi. Ikiwa ni mafuta, zaja nchi nyingine zachukua mafuta. Ikiwa ni gas, waje nchi nyingine wabeba. Nchi yao ni sehemu ya nahab nasal. Kila aliye na nguvu aweza kuingia, aingia, akiiba, akitoka anavyotaka yeye. Hii faudha yote hii imesababishwa kwa sababu ya watu kuwaasi viongozi wao. Na walikuwepo mashekhe ambao walikuwa wakitizamwa wakionekana kuwa la yakhafuna fillahi lawmata laim, wao hawaogopi chochote, wako tayari kuwatukana viongozi, kuwaelekeza watu katika kuasi viongozi, hawajali zile fitna zitakazotokea. Walisema wengi sana wakati ule ulama, na mmoja katika waliosimama sana dhidi ya hili jambo al-Allama al-Fawzan hafidhahu Allah, akawa aitwa Msadiki, alim min ulama as-Salatin, wale wanaovioni wa mfalme bwana. Sheikh al-Fawzan kuna audio maarufu sana akizungumza kuhusu hili jambo, akiwaonya watu msifanye hivyo, balaa itakayotokea baada ya hapo ni kubwa, hasara itakuwa kubwa, msijaribu kufanya hivyo. Akapuuzwa. Ilivyotokea balaa, nakumbuka mmoja wao akisema vijana Saudia wafa na tafhid, wachukua magari leo kiteleza kisha wafa, si afadhali wende wakafe kule Suria, takufa mashahidi. Kisha mmoja apiga mahesabu, kwani wa Suria ni wangapi? Tuseme milioni 30, kusema hivyo. Zote hizi ziko kwenye maklipu wazungumza. Kwa mfano ni milioni 30. Tuchukulie wafe milioni 1 kama wadudu, yani yachukulia kama wadudu yani. Tuchukulie wafe milioni 1, mambo yarudi sawa sawa, wamuondoe yule kiongozi muovu na nini na nini na nini. Si alafu wakati mwaka mmoja tu wakizao wataregesha tena wale milioni 1. Yani kama kuku, kama nzi, yani watu milioni 1 kufa jambo dogo kwao. Subhanallah. Ya, watu milioni 1 mtu azungumzia kufa kama ambaye ni mdudu tu amekuja puani hivi akakuudhi ukampiga ukamua. Wewe wajua nafsi moja ya mu'min ikifa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii dhambi kubwa wake. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a. Subhanallah. hii nafsi moja fakaannama qatala an-nasa jami'a. كيف بالمليون؟ مليون.
jamaa piga mahesabu yake juu ya meza, lash matruh, wewe pia hutaki shahada hii. Anikumbusha khawarij hapa. Mmoja asema mwavuka feri mkirudi, si mmoja ajilepue tu, ajilepue tu mmoja aishe aende peponi, na yeye kila siku yuwavuka akirudi, hata siku moja ajilepua na kigari chake yavuka akirudi, wala siku moja hajajilepua yeye. Lakini wengine waende ajilepue. Wewe mashallah the chosen one, wewe shahidi tu kifa wewe mashallah. Tena wewe utafikiri yeye ndio anayegawanya pepo, umwambia wewe peponi hurul ain 70, ukifa tu pale pale wapokelewa hivi, walepuka hivi waokotwa ndani ya pepo kwa kujiua. Ikawa wakizungumza ulama waonekana wazungumza maneno ya upuzi tu, waoga. Lamma waqa'a al-fas 'ala ar-ras, sasa mambo yalipobadilika yakawa sio vile walivyotarajia. Tulikuwa tukiona hao aina al-ulama, limadha la yatakallamun, wako wapi maulama? Wanyamaza, watu wauawa, hawasemi kitu. Walisema wakati walipohitajika kusema. Sasa mambo yashaharibika, hakuna anayeweza kubadili. Muliambiwa tangu mwanzo kabla. Sasa wamekuwa wale raia wale wakihojiwa wasema nini? Ya laiti tungelisubiri na uovu wa yule kiongozi kuliko hii hali ambayo tunao sasa, kuliko hali tulionayo. Wanawake wamenajisiwa, watu wamekufa, na nchi iko chini ya yule kiongozi. Na ikiwa kiongozi walimuua kiongozi wao, watamani kula mkate kwa amani, hawapati. Kula mkate, aketi chini mtu ale mkate kwa amani, hapati. Hivyo huu ni msingi adhimu sana katika misingi ambayo katika asri hii jamaa wameikhalifu sana. Msingi huu katika asri hii watu wameukhalifu vibaya sana, wakaona kama ni jambo sahali, bali ni ushujaa. Leo ni ushujaa kwa khatibu, kwa mfano juu ya mimbar amtusi kiongozi yule, shujaa yule, haogopi bwana. Na haya mazungumzo tunawazungumza, tunaona wanafiki wale, si wanafiki. Pengine unaonyesha kidole wewe ni shujaa kuliko wewe, na kama uamini mjaribu, utajua kama ni shujaa kuliko wewe. Lakini hii ni dini ya Allah. Dini ya Allah haiendi kwa hamasa zako, haiendi kwa fikra zako unazofikiria wewe. Dini ya Allah yenda na maandiko ya Qur'ani na Sunna, tena si kwa ufahamu wangu mimi wala wako, kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia. Hii ndio dini ya Allah. Waweza kuwa wewe wataka hivi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ataka kinyume na unavyotaka wewe. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu subhanahu wa ta'ala ayajua yale ambayo sisi hatujui. Kwa ni juu yetu sisi kujifunga na sheria ya Allah inavyotuelekeza, na tuamini kuwa kuna kheri ndani yake. Na ndio maana masahaba walivyokuwa wakizungumziwa kuhusu viongozi watakaokuja na kujipendelea wao juu ya raia wao, walikuwa wakimuuliza ya Rasulullah, famadha ta'muruna ya Rasulullah, watu amrisha nini? Afala nunabidhuhum bisayfi ya Rasulullah, tuweza kubeba upanga? Mashujaa masahaba. La, tumsema isbiru, fanyeni subra. Ila mata? Watuuliza subra mpaka lini? Mtume sallam pia akasema hatta talqauni ala alhawd, mpaka mtakapokutana mimi siku ya kiyama, fanyeni subra. Waachieni, ni dunia tu ile, ni dunia. Utaishi miaka mingapi? Imma yeye ataondoka ama wewe utaondoka. الأصل السادس قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa ni kusalimika nyoyo zao, vifua vyao safi kabisa na ndimi zao kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasafahum Allah bidhalika fi qawlihi ta'ala لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله amewasifu ahli sunna katika kitabu chake, kawasifu baada ya kuwataja muhajiruna na ansar, akawasifu waliokuja baada yao, na hapo waingia watu wa sunna, sababu hii ndio sifa yao. walladhina ja'u min ba'di, na wale waliokuja baada yao, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wao sema ewe Mola wetu mlezi, tughufurie sisi madhambi yetu, tusamee na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Sababu binadamu waweza kukosea, si maasumi. Allah akatufundisha katika kitabu chake kabla hawajaondoka masahaba wakiwa hai, kabla ya kutokea yale yaliyotokea, Allah subhanahu wa ta'ala atufundisha sisi tutakao kuja baada yao tuseme nini? ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، usijalie katika nyoyo zetu chuki lilladhina amanu, dhidi ya wale walioamini. Hii ni sifa yao, zimesalimika ndimi zao, wakawaombea dua badala ya kuwalaani. rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na zimesalimika nyoyo zao kutokana na kuwachukia masahaba pale aliposema Allah wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. wa amalan biqawlihi sallallahu alayhi wasallam, na ahli sunna wamesalimika ndimi zao na nyoyo zao juu ya masahaba kwa kutekeleza maamrisho ya Mtume sallallahu aliposema la tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba wangu. فوالذي نفسي بيدي، نأبا كويل أنبي نفسياه وكتكم كنو ياك لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو كما مجوين hapo wazungumziwa wale ambao hawajafika daraja ya masahaba. Lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu, hawezi kufika kibaba cha mmoja katika masahaba alichokitoa wakati ule, wala nusu yake. Bimaana, kwa mfano sahaba alitoa ngano kiasi cha mikono yake miwili hivi, akatoa sadaqa lillah wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama nusu, bimaana akaja na mkono mmoja tu peke yake, huu ndio uwezo wangu, tende hizi. Kisha mimi na wewe tukatoa mfano wa mlima Uhud kwa ikhlas lillah, mfano wa mlima Uhud dhahab, yametoa tende, thawabu ambayo Allah amempa sahaba haifanani na atakayokupa wewe, kwa sababu ya fadhila ya suhba ambayo Allah amewapa, kuwa wao walisimama pamoja na Mtume sallam, wakamnusuru Mtume sallam, wakaifikisha hii dini kwa umma katika kipindi kigumu sana. Lau kama ingelikuwa kile kipindi ni leo, wengi katika watu tungeaibika, wallahi tungeaibika wengi sana. Ukisoma sera ya masahaba na kuangalia maisha yao, utaona kuwa masahaba waliishi kwa ajili ya dini. Yani kila jambo lao wanalolifanya ni kwa maslahi ya dini ya Allah. Leo watu waishi mwanzo kabisa kwa ajili ya maslahi ya matumbo yao,
kisha dini itafuata. Amfahamu bado? Mfahamu? Leo mtu akapata tabu kidogo tu katika dini, atakuja baba yake, ndugu yake, mjombake, ammi yake, watakia nini wewe tabu hiyo? Ya nini? Tabu huyo kutukana, yule kusema, yule kufanyia, ya nini? Kana biashara zako na potelea mbali. Wamwona mtu siku ya pili siye yule tena wa jana. Nini bwana tabu? Mimi nasaidia bwana na watu wanitukana bwana. Ndio kwisha huyo. Hivi wafikiria watu kama hawa walikuwa waweza kuwa tayari kutoa vichwa vyao kwa ajili ya Allah? Wakati masahaba walikatwa vichwa, walikatwa mikono, waliuawa kwa ajili ya dini ya Allah. Na mtu hafanyi vile isipokuwa atakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yuenda mwezi, ya Rasulullah, na nini mimi kwa mfano nikifa katika hivi vita? Mtume sallallahu alayhi wasallam lakal janna. Huyo harudi tena. Huyo aliambiwa hivyo harudi tena. Atapigana hapa kama kichwa kimemruka. Atapigana mpaka aipate shahada kikweli kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah. Leo mtu akwambie, wewe mwambie tu mtu, mwenda mbali sana. Mifano mnayo mingi tu. Hivi leo hapa eti waislamu wa kupata tabu katika upande wa misikiti, utapata mingine mezorota, utapata madaris walimu wengine wapata tabu, utapata maduati wako katika hali mbaya, mujtama hawana habari nao. Na kuna watu wanao uwezo, kama ni kujenga misikiti waweza kujenga, kama ni kusimamia madaris waweza kusimamia, lakini watu wamjiweka kando, sababu kitu cha kwanza mpaka afuatwe. Tena akifuatwa akudhalilishe. Wako katika watu ambao Allah amewapa uwezo, wana CCTV tena yaonyesha kulikweli, sio zaitwaje hizo. Akiwa iwaje yule ustadhi yule pale ndani, yaekwa, umeona yule huyo iwaje, tabu sana watu. Mwambie niko kwenye meeting China, kwani niko kwenye Zoom, niko kwenye meeting nasema, kumbe akutizama kwenye benchi pale. Ukae kwenye benchi mpaka ujue hiki nini. Kama wewe ni mmoja wao wajua na kukusudia wewe, manake mwafanye hivi. Maskini yule ustadhi atakaa pale, wallahi hakuja kuomba pengine kwa maslahi yake. Amekuja anaona msikiti haujamalizika, amekuona wewe una uwezo Muislamu, amekufuata akwambia kwa hisani zako ule msikiti pale watu wapata taabu, hawana mahali pa kuswali, nenda kaumalize. Subhanallah, yani yafikia hali kama hii. Na mtu kule ndani atakuwa amezungumzwa, amesengenywa, amefanya kila kitu, kumbe anakuja kwa ajili ya jambo la Uislamu. Si ati wao watafuta. Sasa nenda kasome sera ya masahaba, uangalie masahaba walikuwa vipi katika mambo ya kheri, katika kuinusuru dini, utajua kuwa sisi tuishi kwa ajili ya nafsi zetu, hatuishi kwa ajili ya dini ya Allah. Wale waliishi kwa ajili ya dini ya Allah, na ndio maana daraja yao ikawa vile ilivyokuwa. Kwa hiyo ukisikia masahaba useme ningekuepo ungelikuwa mimi, wewe ungekimbia. Ungekuepo wewe ungekimbia. Makuraishi waja, huyo utafute mahali pa kwenda. Nini waja? Kwa uoga mlionao. Masahaba walikuwa katika daraja tofauti, radhiyallahu anhum wa ardhahum. خلافا للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم. kinyume na wazushi katika mashia rafidha na khawarij ambao huwatusi masahaba na kukanusha fadhila zao. ويرى أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. na ahli sunna wao waona kuwa khalifa baada ya kufa kwa Mtume sallam wa kwanza ni Abu Bakar,
kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali, al-khulafa ar-rashidun. Sheikh al-Fawzan amenukuu hapa maneno ya Sheikh al-Islam katika al-Aqeedah al-Wasitiyya, asema faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula'i fahuwa adallu min himari ahlihi, yoyote atakayetia dosari khilafa ya mmoja katika hawa, basi amepotea zaidi kuliko punda wa nyumbani kwao, punda wa jamaa zake. Afadhali ule punda kuliko yeye. Maneno amezungumza Sheikh al-Islam rahimahullah katika al-Aqeedah al-Wasitiyya, fahuwa adallu min himari ahlihi limukhalafatihi an-nass wal-ijma' ala khilafati haula'i ala hadha at-tartib, kwa sababu amekhalifu nas na ijma' katika ukhalifa wa hawa wanne kwa utaratibu huu. Sababu masahaba walikuwa na ijma' katika hilo kuwa hawa ndio makhalifa, tena kwa utaratibu huu tulioutaja hapa. Mkiona mashia watusi makhalifa hawa, fa'lamu anna haula'i adall min hamiri ahlihim, wamepotea zaidi kuliko punda wa jamaa zao. Hili jambo hakuna anayekhalifu isipokuwa huyo aliyepotea kuliko punda. Yani punda ana afadhali kuliko yule anayemtusi Abu Bakar na Umar na Uthman. Na mmoja katika wale ambao wachukulia kuwa kwa mfano khilafa ya Uthman radhiyallahu anhu ilikuwa si chochote, bali waona ndio ilikuwa yatengenezea Banu Umayya kuwa viongozi baada yake, kama wanavyodai Said Qutb, adallu min himari ahlihi. Asema maneno kama haya kuwa khilafa ya Uthman radhiyallahu anhu ilikuwa ni fajwa, kama pengo vile baina ya ash-shaykhain wa Ali ibn Abi Talib. Asema maneno kama haya, na hivi ndivyo inavyosomeshwa katika mashule katika ayari. Ukisoma katika ayari wapotosha tarehe, kwa sababu kwa wao, kama ukiangalia kitabu cha KIE kama sikukosea, KIE chaitwa hivyo sio? Itokea ile Scholars of Islam, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb na wengineo ndio wanaotajwa pale. Usifikirie pale atatajwa kwa mfano katika muasir Sheikh bin Baz, Sheikh al-Albani, Sheikh. Sasa umuona mtu atoka shule kule maskini ajiona ajua, you know Sayyid Qutb was stupid like you, vile ulivyo wewe. Maana jitu mubtadi' khariji, wamuona mtoto atoka skuli kichwa chake kimeharibiwa kabisa na ukhawariji. Sasa nyinyi mwashangaa vipi ati muambiwa vijana wengi wa university walikuwa wakikimbia wakienda katika hizi nchi zenye vita kuwa wenda ati jihadi? Kwa nini? Sababu haya ndio malezi, haya ndio malezi yao. Afanya medicine mwenyewe, amefika mwaka wa 3, asubiriwa na wazazi wake kuwa daktari, pengine waona atawasaidia akipata kazi nzuri na nini. Mara kule ashambiwa wewe wajua wafaa sana, yatosha wajua kushona hivi, mtu akibwa risasi wewe utashona. Huyo apotea. Wampotea vijana wangapi? Wangapi tunaowajua wampotea kwa sababu fikra zao zilikuwa ni hizi za IRE, KIE nyingi tu, nyingi mpaka wakatoka watoto hawa vichwa vyao every day eat eggs. Hamna kitu. Dini ya Allah wameisoma katika sura ambayo sio yake kabisa. Na ndio maana vijana kusema usifanye IRE skuli, wajipotezea muda wako tu bure. Usifikirie wenda kusoma dini, wenda kupotezewa dini yako pale. Ikiwa utakusoma dini yako, wajua dini enda kusoma wapi? Tafuta madrasa ukasome. Mimi nafanya IRE kwa sababu dini yangu, hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo yote anayefanyia ta'an kwa yote katika masahaba hawa, basi huyo ni adallu min
حمار أهله والله المستعان. الأصل السابع إن شاء الله تعالى zilizobakia tajaribu insha Allah taala katika kikao kinachofuata kumalizia. Yarhamkallah, fikiri tumbakia na vikao viwili tumalize insha Allah. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fiik.